Sisi ni wawekezaji ambao tunakuja kuwekeza huku, tujenge viwanda, lakini hasa ilo tukuta ndo kama hivi barabara. Tuna kama ndani ya miezi kama huku tumeanza kuja kama ndani ya miezi mitatu hivi, hali ni sasa. Na sisi tuna magari makubwa, tunatakiwa tuje tulete material huku. Changamoto ndo kama hii ya barabara. Kwa hiyo ni kama hivyo, sisi tulikuwa ombi letu tutengenezewe barabara iwe nzuri ili tuweze kuleta material na kuleta maendeleo kwa upande wa huku wa Kibaha. Tumekuwa tuna kero nyingi yani kwa muda mrefu kwamba maji kwanza yanakuwa yanapita humu, yanatapakaa, barabara imechimbika kama hivi mnavyoona. Maana na sisi hatupo peke yetu tu Dominic Milling, huku mbele ukienda kuna viwanda vingi, na huku mbele zaidi ukienda kuna kiwanda kikubwa kabisa cha chuma ambacho kimefanya uwekezaji mkubwa kabisa. Wote kwa ujumla eneo hili tunapata kero ya usafirishaji, namna kusafirisha bidhaa zetu na vitu vingine. Sasa wengine unaweza kukuta kwamba mkakwama hata siku nzima mnashindwa kufanya kazi kwa sababu ya barabara. Kwa ujumla tu tunachojaribu kuweza kuomba ni kwamba wadau wa hii barabara, mamlaka ambazo zinahusika ambao ni TARURA, waweze kuja kufika hapa, moja kwa ajili ya kuirekebisha barabara yenyewe, pili kwa ajili ya kuchimba mtaro ambao unaweza kupitisha maji kwenda moja kwa moja mpaka kwenye culvert. Kwa sababu kienda hapo mbele kidogo tu kuna sehemu ambako kuna shimo ambayo tayari lishaandaliwa kwa ajili ya kwenda kumwaga maji. Kwa hiyo tatizo kubwa hapa inatakiwa waweze kuchimbwa mtaro uende moja kwa moja mpaka kwenye culvert, mpaka kwenye ile dampo ambalo maji yanaingia. Kwa hiyo kikubwa sana tunaomba mamlaka ya TARURA waje warekebishe hiyo miundombinu kwa upande wa kwao, lakini sisi wenyewe ikiwepo mimi mwenyewe pia nishakuwa kufanya jitihada hizo siku za nyuma kutoka mwaka jana. Nimeandika barua kwa halmashauri ya manispaa ya Kibaha mjini, kwa mkurugenzi wa halmashauri, na nimeandika barua kama mara 2, lakini bado hatujaweza kupata majibu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa ujumla tu tunaomba serikali wala kwa ujumla tu kwamba waweze kurekebisha hii hali iliyopo. Kila tunapokuja hapa barabara huwa ni mbovu sana. Hapa tupo toka juzi, tuna siku ya 3. Tulikuja kuleta mzigo huku. Changamoto hapa ni barabara. Barabara imekuwa ni ya shida sana. Alafu ukiangalia ni eneo ambalo ni kwa ajili ya viwanda. Eneo ambalo mara kwa mara linahitajika material, kuleta material kwa ajili ya kuboresha vitu vingine. Lakini barabara imekuwa ni mbaya, haifai kabisa, gari zinanasa kila wakati. Na ni eneo ambalo linategemewa eneo kama eneo kwa ajili ya viwanda. Kwa hiyo changamoto hii imekuwa ni kubwa sana. Tulikuwa tunamuomba Mama Samia atufanyie wepesi, barabara itengenezwe kwa wepesi ili maendeleo mengine ya jamii yaendelee kuwepo, yafanyike. Changamoto ya hii barabara, mvua inapokuwa inanyesha, ina maana upitaji wake unakuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo pia hata tendaji wetu sisi wakazi, madereva malori, inakuwa ni changamoto sana. Tunaweza kukuta hata kama labda mtu alikuwa, maana sisi wengine hasa madereva sisi tunachokitegemea zaidi, kwa sababu unapokuwa unafanya kazi zaidi ndo kipato changu kinakuwa kinaingia. Kwa hiyo ina maana sipofanya kazi kwa ufasaha, ina maana sitaweza kufanya chochote. Kwa hiyo tuchukua tunaomba ikiwezekana serikali tusaidie changamoto barabara. Barabara imekuwa ni chafu sana, haipitiki. Hasa mvua kama ikinyesha, pia ndo changamoto zinazidi sana. Kuna baadhi gari zinanasa, kuna baadhi zinakuja kufuata huku bidhaa kuja kuchukua kwenda maeneo mbalimbali, gari zinashindwa kupita, na maana upitaji bado unakuwa ni mgumu. Kwa nini umeshawahi kunasa? Huko tunanasa kila siku. Hata hivi leo nilikuwa na kazi hapa, tunatoa wengine tunawavuta wanatoka, alafu na sisi tunaendelea na kazi, lakini bado changamoto ni nzito sana katika barabara.